Mwaka huu tukiwa katika kampeni kama hii ya Caravan, tumekutana na vitu vya ajabu sana. Tumekuta kitu kinaitwa kolabo. Watoto, mmewahi kusikia kitu kinaitwa kolabo? Au kipo mazingira mengine tu, lakini nchi hii ya Tanzania, lakini kuna mikoa ambayo walimu wanafanya adhabu, wanaita kolabo. Walimu wanachangia watoto. Unakuta walimu wamekaa, walimu wengi wanamwadhibu mtoto, na walimu wanajipanga mstari, wanamweka mtoto, kalio la kulia anachapa mwalimu mwingine, kalio la kushoto anachapa mwalimu mwingine, wanaita kolabo. Au wanaweza kujipanga walimu wengi hata 10, na kila mwalimu akamchapa viboko 4. Ina maana kwamba walimu hapa wanatumia ile saikolojia ya kanuni ya adhabu inayosema mtoto achapa viboko 4. Lakini sasa hachapi mwalimu mmoja. Walimu labda tuseme walimu 10 wamechapa watoto. Huyo mtoto amechapa fimbo ngapi? Asante kwa mtu anayejua hesabu. Amechapwa fimbo 40. Lakini mwalimu akiulizwa anasema mimi nimechapa viboko 4. Kwa hiyo kuna baadhi ya shule, maana sio shule zote, kuna baadhi ya shule ambazo zinatoa adhabu kali kwa watoto. Na tufike mahali tujue kabisa tunawaharibu watoto wetu, tunaharibu vizazi vyetu. Hatusemi kwamba watoto wasipewe adhabu, lakini adhabu hizi ziendane na kiwango na utu wa mtoto. Usalama wa mtoto uangaliwe kwanza, maslahi mapana ya mtoto kama sheria ya mtoto inavyosema iangaliwe. Kwa hiyo mimi hapa ninataka hasa waziri wa elimu Profesa Mkenda, naomba rudi angalia shule zako. Watoto wanapewa adhabu kali kuliko. Najua mko katika mpango wa kuboresha mazingira mazuri na elimu kwa watoto, lakini hizi adhabu zinazoendelea katika mashule sio sahihi kwa watoto. Kwa hiyo waziri Profesa Mkenda, lakini na naibu waziri Mwanu, wote naomba angalieni shule na muangalie adhabu watoto wanazozipata. Lakini pia waziri wa maendeleo ya jamii Dr. Dorothy Gwajima, na yeye pia naomba uwekee jicho lako ukatili ambao watoto wanafanyiwa katika shule zetu. Kuna waziri wa TAMISEMI. Najua TAMISEMI shule zetu pia mna jicho lenu, mna mkono wenu. Sogeeni katika hizi shule muangalie mambo ya maana ya msingi. Dira 2050 imeweka mambo makubwa kwa watoto wetu, tukijenga kizazi ambacho chenye ubunifu, kizazi cha Watanzania chenye kufikiri, chenye fikra na mitazamo mikubwa. Hatutafikia maendeleo ya Tanzania wala hatutafikia hizo fikra iwapo watoto wanapata adhabu kali ambazo zinaendelea. Kwa hiyo mimi nazungumza kwa ajili ya watoto waliopo hapa, lakini kwa ajili ya watoto wa Tanzania wote. Hawastahili adhabu ambazo wanapewa. Naomba kuwe na mkakati muhimu kabisa wa kufuta adhabu ya viboko, na tuanze kutafuta adhabu mbadala zitakazosaidia watoto wetu. No kolabo. Tunakuja na kampeni mpya, tunasema no kolabo, na viboko sio suluhisho, halitasaidia watoto wetu. Kikubwa tunafahamu, na imekuwa mara nyingi walimu wanasema kwamba watoto wako wengi, na kwa kuwa watoto wako wengi, mwalimu anakuwa ana watoto kama 200. Anasema hawa watoto ni walee vipi? Ni wape adhabu gani? Nafikiri kuna haja ya kukaa chini kuangalia jinsi gani wazazi kwa kushirikiana na walimu wanatoa adhabu au wanasaidiana katika kumleta mtoto katika mazingira salama ya kusoma, ili akili yake na ubongo wake unaokuwa uweze kuwa katika hali ya ubunifu mkubwa na kuisaidia nchi yetu ya Tanzania. Tunafahamu kabisa katika chini ya sheria yetu ya elimu, sheria ya elimu imetoa muongozo na kanuni ambazo watoto wanatakiwa kuadhibiwa. Kwa mfano, swala la viboko. Sheria ya elimu imesema viboko ni vingapi watoto? Viboko vingapi wanatakiwa walimu wachape? Viboko ni 4 tu, ndo sheria inasema hivyo. Na viboko hivyo anatakiwa nani achape? Mwalimu mkuu. Ndivyo sheria inavyosema, kwamba ni mwalimu mkuu ndio mwenye kutoa hiyo adhabu. Na endapo mwalimu mkuu ataikasimisha hiyo mamlaka kwa mwalimu mwingine, inapaswa
ifanywe hivyo kwa maandishi. Je, walimu mlioko hapa, haya mambo yanatendeka katika shule zetu? Kwenu nyinyi watoto ambao mko hapa, kwanza niwape hongera sana. Nimewafurahia sana leo. Mmecheza sana. Na kwa kweli tumeona vipaji vingi vya watoto kucheza. Na niseme tu kikubwa, wakati watoto wanacheza hapa nilikuwa na tafakari. Nikaona kwamba nyimbo zilizokuwa zinapigwa hapa, kama mmezifuatilia, ni nyimbo za Tanzania zote. Wale walioimba zile nyimbo walishawahi kuwa watoto kama nyinyi, waliwahi kucheza. Kwa hiyo hapa tuna watoto ambao watakuwa wanamuziki, watakuwa watunzi, kuna watoto ambao watakuwa viongozi mbalimbali, kuna watoto hapa watakuwa marubani. Na ndizo ndoto ambazo tunaambiwa kwamba vunja ukimya, kwa sababu ukimya unaua ndoto zako. Kwangu mimi, meseji yangu kwa watoto wote ambao mko hapa, kwanza mjue nyinyi ni watoto wazuri sana, mna thamani, maisha yenu ni ya maana, uhai wenu ni wa maana, usalama wenu ni wa maana kuliko kitu chochote. Ninawaomba kuvunja ukimya. Na ninaomba niiseme kwa watoto ambao mko hapa, na mkawaambie watoto wenzenu. Kuvunja ukimya manake nini? Usikae kimya. Kuna watu hapa, nimependa watoto wamesema ukweli. Kuna watu wanawafanyia watoto vitendo vya ukatili. Anakubaka, alafu anakuambia kwamba ukisema tu na kuua. Huyo mbona hajakuua? Ujiulize, mbona hajakuua? Ni muongo. Kwa hiyo akikwambia tu ukisema na kuua, ukitoka ukamalizana naye pale, kawaambie wazazi wako. Ukimaliza kuambia wazazi wako, nenda kuna serikali za mitaa, kawaambie. Kama ni shuleni, kamwambie mwalimu mkuu wa shule, kamwambie walimu ambao wa klabu, kuna klabu mbalimbali za kuzuia ukatili wa kijinsia. Yaani usimwambie mtu mmoja, waambie watu wengi, ndio kuvunja ukimya. Usimwambie mtu mmoja ukabakia na huyo mtu mmoja labda akashindwa kusema. Ongea na kila mtu, waambie marafiki zako, waambie ndugu zako, waambie walimu wako. Nenda kwenye madawati ya polisi ya jinsia. Yale madawati yanaitwa ya jinsia na watoto. Watoto, nendeni kwenye yale madawati ya polisi. Nenda karipoti pale kama polisi, mimi kuna huyu ameniambia ataniua, ameniambia atanipiga. Tuache kukaa kimya, kwa sababu ukimya unavunja ndoto zetu. Kuna watoto ambao wanapewa adhabu kali sana, au wanaona wazazi wao wakifanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Usikae kimya. Hakikisha tafuta mahali utoe taarifa. Ikiwezekana pia taasisi kama WiLDAF, Macho kwa Jamii, Young Alive, Himiza, nyingine nyingi, THRDC, LHRC, WILAC, Taula, TJNP, kuna taasisi nyingi sana ambazo zipo na zinafanya kazi ya kutetea haki za watoto. Kuna CDF, kuna nyingine kabisa, kuna Msichana Initiatives. Hakikisha kwamba unatafuta mahali, unatafuta taasisi ambazo zinatetea haki za wanawake na haki za watoto, na kutoa taarifa, kuripoti kwamba mimi huyu ameniambia ataniua, ameniambia atanipiga, ameniambia atanidhuru. Nyinyi kama watoto mna ndoto nyingi sana. Kila mtoto hapa ukimwangalia ana ndoto zake. Na ndoto zako ili ziweze kutimia, unahitaji malezi bora, unahitaji malezi salama, unahitaji kulindwa, unahitaji kupendwa. Ili uweze kulindwa vizuri, na wewe mwenyewe mtoto lazima ujilinde. Ukiona kitendo chochote cha ukatili wa kijinsia, hakuna kukaa kimya. Toa taarifa. Wawe ni viongozi wa dini, awe ni mtu mkubwa ambaye unasema wewe ni mkubwa, hata kama akiwa ni kiongozi wako wa shule mkubwa, bado toa taarifa. Tusikae kimya, tuvunje ukimya, kwa sababu ili tuweze kufikia ndoto zetu na kuja kusaidia vizazi vyetu. Wito wangu wa mwisho kwa asasi za kiraia hasa zilizopo hapa, nikizingatia kwa kumpongeza sana Teresia na Macho kwa Jamii. Hii kampeni ni kubwa sana. Na hii kampeni ina slogan kubwa sana, nzito sana. Tunapaswa tuibebe kama asasi za kiraia. Na ninakuomba Teresia, kama utakubali, hii kampeni iwe inafanyika mwezi wa 6. Kwa maana ya kwamba tunapomaliza leo, tunaanza kuandaa kampeni ya mwakani.